ni miongoni mwa watu ambao wapo addicted na vitu ambavyo sio vizuri. Yaani unajisikia kuwa mtumwa, uraibu wa kitu fulani. Aidha kama ni pombe au sigara, ulevi, uzinzi. Kama upo addicted, pornography, masturbation, kama upo addicted na vitu kama hivyo, ujue kwamba kuna shida. Ujue kabisa kwamba kuna shida. Na hiyo shida wakati mwingine inakuwa imetengenezwa katika ulimwengu wa roho. Unaweza kuona kwamba kama vile ni kitu cha kawaida kwa sababu wengi wanakunywa pombe, wengi ni wazinzi, wengi wanavuta sigara. Unaweza kuona kwamba unahisi labda ni kitu cha kawaida. Kuna wakati unachukia, kuna wakati unataka kuacha kabisa. Na kuna wakati unaacha hata kwa siku kadhaa au wiki kadhaa au mwezi au mwaka, lakini unajikuta tena umerudi kwenye hivyo vitu ambavyo huvipendi na unajua ni dhambi kabisa. Mara nyingi sana vitu vinavyofanywa na watu katika ulimwengu wa roho, watu wabaya, wanapochukua kitu chako kizuri au wanapokuwa wameona kuna kitu kizuri, wanatafuta njia ya kukuibia. Kwa hiyo mtu akichukua kitu chako katika ulimwengu wa roho, yaani kisheria katika ulimwengu wa roho, ni lazima yeye aweke kitu chake pia. Hawezi akachukua tu kwamba kitu chako tu aondoke alafu akuache empty. No, lazima aweke kitu. Kwa hiyo mara nyingi wanaweka addiction ya kitu fulani, wanaweka uraibu wa kitu fulani, ili kupitia hicho kitu waendelee kupata uhalali wa kukuibia na kutumia vitu vyako. Kwa mfano, mtu ameiba nyota yako, ili wewe usishtuke, anakuwekea addiction ya kitu chochote kile, anakuwekea uraibu wa kitu chochote kile. Maana yake unaweza kujikuta kwamba unahangaika na masturbation, unahangaika na pornography. Lengo ni kwamba wewe ukose nguvu ya kumshtaki katika ulimwengu wa roho, ili upate haki yako, urudishie nyota yako. Kwa sababu kama umetenda dhambi, maana yake umempa adui uhalali wa kuingia na kuiba, kuchinja na kuharibu na kufanya chochote kile ndani yako. Kwa sababu ya dhambi, dhambi inamfungulia shetani mlango wa kuingia ndani yako, kuiba, kuchinja na kuharibu. Unaona? Kwa hiyo sasa ukiona mtu alikuwa ni kijana mzuri, mtu mzuri, afu unashangaa amebadilika, afu unasema kwa jinsi ambavyo alikuwa yule kijana, hatutegemei kama angekuwa hivi. Jua kabisa kwamba kuna kitu ambacho kimeshafanyika tayari katika ulimwengu wa roho. Unaweza mkaona kama ni hali ya kawaida, labda ni peer pressure, kwamba amefuata magrupu, amefuata makundi ya mtaani. Kumbe ni vitu ambavyo vimetengenezwa katika ulimwengu wa roho ili kumharibia. Ndio maana utakuta kwamba baada ya kuingia kwenye hivyo vitu, mambo yanakuwa hayaendi, mambo yanakuwa ni magumu. Aidha hata kama kwa mfano labda ulikuwa umefikia point ya kufanikiwa. Ni kweli una kazi nzuri,